Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imejidhatiti kuendeleza, kukuza na kuimarisha sanaa nchini ikiwa ni moja ya sekta rasmi ya uchumi. Majaliwa ametoa kauli hiyo katika kongamano la chama cha wafawidhi wa matukio Tanzania linalofanyika Ole City Garden mkoani Arusha, ambapo amesema fani ya ushereheshaji ni uchumi. Ushereheshaji ni uchumi. Maandalizi ya matukio ni uchumi. Kwenye uchumi huko unakuta kuna biashara, lakini pia kuna ajira. Unaweza ukajiajiri kwa kufanya kazi hii wewe mwenyewe. Unaweza ukaajiri wengine kwa kutengeneza kikundi imara, ukakipa jina litakalokuwa linatambulika na jamii, alafu yeyote mwenye mahitaji anapiga simu. Na iko siku utapigiwa simu manne na wewe uko peke yako. Sasa ukiwa kwenye kikundi unasambaza, wewe nenda huku, nenda huku, nenda huku, unatengeneza mikataba ya huku na huku na huku. Kesho asubuhi mnakutana, tumepata nini? Unaweka mtaji wenu, mnagawana, shughuli za familia zinaenda, lakini na taasisi yenu inaenda. Kuhusu mitaji na vitendea kazi kwa wasanii wakiwemo washereheshaji yani MCs, Waziri Mkuu akataja hatua zilizochukuliwa na serikali. Mojawapo ya hatua ambayo imechukuliwa na serikali ni kuweka mazingira rafiki ya kufanya kazi za wasanii. Kwenye kama wasanii mjue kwamba mazingira rafiki yapo katika nchi hii, na tumeenda mbali zaidi, tumeanzisha hata mfuko wa maendeleo ya wasanii ambao unatoa hadi shilingi milioni 100 kwa msanii anapotaka kufanya jambo lake. Nirudie tena. Serikali imeanzisha mfuko wa wasanii ambao mfuko huu, kama kuna msanii ana kazi anataka kuifanya na inahitaji mtaji, wala sio lazima aende benki tu. Kwenye mfuko huu unaweza kumpa yeye mpaka milioni 100. Lengo ni kuwafanya wasanii wasizagae huko na huko katika kupata mitaji. Na mfuko huu ulianza kutoa huduma mwaka 2022. Kulikuwa na mkutano mkubwa wa wasanii na mimi nilikuwa pale. Walipozungumza hili, Mheshimiwa Rais akazungumza nao kwa simu. Akamwambia mimi naanzilisha mfuko huu kwa kuweka milioni 100. Alafu tukatafuta utaratibu wa kuongeza fedha. Na yako maboresho tumeyafanya kwa ajili ya haki miliki ambazo zilikuwa zinawasumbua wasanii wengi. Haki miliki hii itawasaidia pia na nyie. Aidha, katika hatua nyingine, Mheshimiwa Majaliwa amesema serikali inatarajia kujenga ukumbi wa kimataifa wa sanaa na michezo, Artist and Sports Arena, kwa shilingi bilioni 300. Tunatarajia pia kujenga Art and Sports Arena, jengo ambalo nyie mtapata nafasi ya kufanya mazoezi huko, na kutakuwa na kila idara, na pale ambako kunahitaji mitambo tutafanya hivyo. Na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametenga shilingi bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi huo. Kwa kweli tukifika hatua hiyo, basi hata nyewe washereheshaji mtanufaika, wale event managers watanufaika. Serikali ya awamu ya 6 imepata mafanikio haya kwenye sekta sanaa. Pia Mheshimiwa Majaliwa akatoa agizo kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa, Michezo kupitia Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia Baraza la Sanaa na mkurugenzi mkuu kwa shirikianeni kwa karibu na Kisima cha Mafanikio katika kuandaa miongozo, mafunzo ya kitaaluma na mfumo wa urasimishaji wa washereheshaji wote nchini na waandaji wa matukio. Shafanya hilo, hawa sasa itakuwa rahisi kueleza ili wafanikiwe wafanye nini. Maarifa wanayo wao, kwa sababu ni ujuzi wao, na ndio kazi ambayo wanaifanya kila siku. Lakini mkikaa pamoja, mkizungumza, mkapanua wigo, hawa watawaeleza changamoto zilizopo. Lakini pia hawa watatoa mapendekezo ya namna bora ya kuifanya sekta hii ifahamike, ikue katika kutekeleza majukumu yao. Wewe utakuwa ujue, wewe ni mkurugenzi wa jumla, lakini kwenye eneo hili hawa wanajua zaidi. Kwetu wasikilize,
tuwashirikishe na tukae nao pamoja. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amemshukuru Rais Dr. Samia kwa uongozi wake mahiri na kwa kutoa fursa kwa Watanzania kukuza vipaji vyao na kuendeleza stadi za kazi na taaluma katika tasnia mbalimbali ikiwemo ushereheshaji na upangaji wa matukio. Mheshimiwa Waziri Mkuu na wageni waalikwa, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na kwa kutoa fursa kwa Watanzania kukuza vipaji vyao na kuendeleza stadi za kazi na taaluma katika tasnia mbalimbali ikiwemo hii ya ushereheshaji na upangaji wa matukio. Hakika Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa katika mstari wa mbele wa kulea vipaji vyote na kuvipa nafasi ya kuweza kuonekana na kutenda kazi zao kama ilivyo kwenu watu wa Kisima. Ama kwa upande wake, mwenyekiti wa chama hicho Esther Kimweli ametaja kazi za chama hicho cha Kisima cha Mafanikio, kisha akaishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika kusimamia uzalendo wa nchi. Kwa heshima na taadhima, sisi wanachama wa chama cha wafawidhi wa matukio, yaani Kisima cha Mafanikio Tanzania, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kukubali kwako mwaliko wetu na kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu. Ni heshima kubwa kwetu kuwa na kiongozi mkuu wa shughuli za kila siku za serikali katika kushiriki nasi katika hafla hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama chetu kimejengwa kwa dhamira ya kusaidia ukuaji wa stadi za kuzungumza na kuwasilisha, yaani kwa lugha ya kigeni ni public speaking and communication skills, ili kujenga weledi katika ushereheshaji kwenye shughuli za kijamii, kiutamaduni, hafla za kiserikali, sekta binafsi, shughuli za kisiasa na uratibu wa matukio yenye tija kwa taifa. Kwa hiyo hapa kuna timu kubwa ya washereheshaji, wahamasishaji, waelimishaji, washauri, waalimu, wawezeshaji, waandaaji wa matukio. Sisi tunaamini kuwa mchango wetu katika jamii unasaidia kuimarisha uelewa, mshikamano na maendeleo kwa ujumla. Hivyo tunajivunia kuwa sehemu ya wadau wa maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua juhudi za serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusiana na tatizo la ajira kwa vijana, kumomonyoka kwa maadili na janga la kukosekana kwa uzalendo, sisi wadau wa sekta hii tunapenda kuonyesha nia yetu ya dhati kuendelea kuunga mkono juhudi hizi kwa vitendo, kwa kuelimisha, kuhamasisha, kuburudisha, kufundisha. John Israel wa Banda Media.